Ninayo heshima kubwa kusimama mbele yenu katika siku ya leo nikiwa kama sehemu ya viongozi na watendaji wa mchakato muhimu wa kisiasa na kidemokrasia katika nchi yetu. Mchakato wa kuandikisha wapiga kura, kusahihisha na kuboresha taarifa za wananchi katika daftari la kudumu la mpiga kura. Leo tunazungumza kuhusu awamu ya pili ya uboreshaji wa daftari hili inayotarajiwa kufanyika mwezi huu wa 5 kuanzia tarehe 16 mwezi wa 5 2025 hadi tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 2025. Zoezi hili la awamu ya pili litachukua siku 7. Hatua hii ni muhimu kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Ndugu wadau, kama mnavyofahamu, kwa mujibu wa kifungu cha 16(5) cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024, tume ina wajibu wa kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura mara 2 kabla ya uchaguzi mkuu. Zoezi la awamu ya kwanza lilishakamilika na sasa tumeingia katika awamu ya pili, ambao ni muhimu kwa ajili ya kuandaa mazingira bora ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika. Kwa hiyo napenda nitumie fursa hii kuwajulisha ndugu wadau wa uchaguzi kwamba daftari la awali lile tulilojiandikisha mwezi wa 12 tumekwisha lipokea, na kuanzia kesho litabandikwa kwenye vile vituo vyote vya awali. Tulikuwa tuna vituo 225. Kule watabandika kwenye vile vituo ili wananchi wapate nafasi ya kuhakiki taarifa zao. Huenda kuna jina lilikosewa, huenda kuna mtu ambaye alishafariki hapaswi kuwepo kwenye daftari, huenda kuna mtu ambaye sio mkazi wa eneo husika. Kwa hiyo wakati zoezi linaanza la awamu ya pili ya uboreshaji, mtatumia nafasi hiyo, na tunaomba muambie wananchi wajitokeze kwa wingi kukagua taarifa zao, na watumie nafasi hii ya mwisho ambayo kimsingi ni takwa la katiba na ni haki ya wananchi wote kwenda kujiandikisha na kurekebisha taarifa zao. Daftari la kudumu la mpiga kura ndio msingi mkuu wa chombo cha uchaguzi. Ni kielelezo cha haki ya kidemokrasia ya raia wa Tanzania kushiriki katika kuchagua viongozi wanaowataka. Awamu ya pili ya uboreshaji ni fursa ya mwisho kwa wananchi wengi ambao hawakuweza kushiriki kwenye awamu ya kwanza. Ni fursa ya kipekee kwa vijana waliofikisha umri wa miaka 18 kujisajili kwa mara ya kwanza. Pia ni fursa kwa wale waliopoteza vitambulisho vyao vya kupigia kura, waliobadili makazi au wale wanaohitaji kusahihisha taarifa zao. Ndugu wadau, ni muhimu sana kuelewa kuwa uandikishaji huu si wa hiari, bali ni jambo la lazima kwa yoyote anayetaka kushiriki katika maamuzi ya nchi hii kupitia uchaguzi. Kwa mantiki hiyo, tunaomba sana wadau wote mlio hapa, viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa dini na wanahabari, muwe mstari wa mbele kuhamasisha wananchi wajitokeze kwa wingi kushiriki katika awamu hii ya uboreshaji. Nipende kutumia pia nafasi hii kuwasisitiza viongozi wa vyama vya siasa, kama tulivyowaita, mna watu huko nyuma, mna wafuasi wenu huko nyuma. Tumieni nafasi hii kuhakikisha wanajitokeza kwa wingi ili waweze mwisho wa siku waweze kuwapigia kura. Ninawasihi sana ndugu wadau wa uchaguzi, tumewaiteni hapa ili nyie muende mkawe mabalozi wema. Ndugu wadau, tukumbuke demokrasia si siku ya kupiga kura tu. Demokrasia ni mchakato unaoanza kwa kujiandikisha, kuelimishwa, kushiriki katika kampeni za amani, kupiga kura na kulinda matokeo kwa njia ya halali. Kwa hiyo, ushiriki wa wananchi kuanzia hatua hii ya kujiandikisha ndio msingi wa demokrasia imara. Na zaidi ya yote, huu ni wajibu wa kizalendo, ni sehemu ya kulijenga taifa. Tunaposhiriki kwa njia sahihi, tunajenga msingi wa uchaguzi huru na wa haki. Tunawaandalia watoto wetu mfumo imara wa uongozi kwa vizazi vijavyo. Lengo letu ni kuhakikisha kuwa kila raia mwenye sifa ya kupiga kura anapata haki yake kwa wakati, kwa usahihi na kwa uwazi
wa hali ya juu. Ni wajibu wetu kwa pamoja kuhakikisha kuwa wananchi wanapata elimu kuhusu umuhimu wa kujitokeza kuhakiki taarifa zao katika daftari la awali ambalo litaanza kubandikwa kuanzia kesho ili kuepuka changamoto wakati wa uchaguzi. Ni matarajio yetu, ndugu wadau wa uchaguzi, changamoto zote tutazitatua sasa ili wakati wa uchaguzi mkuu iwe ni jukumu moja tu la kupiga kura. Sisi kama wasimamizi wa zoezi hili tulikwisha waandikia vyama vya siasa wote barua ya kuwataka watuletee orodha ya mawakala. Kwa mujibu wa kanuni za uboreshaji zinatutaka kwamba kabla ya siku 4 kabla ya zoezi kuanza wao wametuletea ile orodha na mawakala wao wameapishwa. Kwa hiyo tuna imani tutapata hiyo orodha, na ili tarehe 12 mwezi huu wa 5 mawakala wote wa vyama vyote ambavyo watakuwa wametupatia orodha wataapishwa na wasimamizi wa uchaguzi wa usaidizi ngazi ya kata tarehe 12, siku 4 kabla ya zoezi la uandikishaji uboreshaji wa awamu ya pili kuanza. Asanteni kwa kunisikiliza. Lakini jambo la pili ni washukuru wale wote tuliojikita kwenye kufanya hamasa ili kuweza watu wetu kuweza kujiandikisha. Hili jambo si la serikali peke yake, ni letu wote, kwa sababu ndo msingi mzima wa maendeleo yetu katika nchi yetu. Maana sisi kama Chama cha Mapinduzi tumefanya ziara kuhamasisha wananchi kwa kufanya mikutano ya hadhara. Tukaja tukagundua kuna vijana wa kiume akishafika miaka 18 kama hajapelekwa jandoni anaonekana bado mdogo, anakuwa andikishwa hadi pale anapopelekwa jandoni. Sasa sisi tumefanya hamasa na wametuelewa. Jiografia ya wilaya Monduli tunaijua. Kama katibu alivyoeleza, atakuwa amezunguka wilaya nzima. Sisi tunajua vituo au tunajua wilaya, hata kama niko hapa naweza nikutajia kila kijiji katika wilaya hii. Kwa mfano leo naenda Ngaruka, kuna kijiji kilichopakana kule Magadini kule Lake Natron na Engaruka. Uniambie leo huyo mtu atoke aje kuja kujiandikisha, atakwambia siendi. Kwani napata faida gani? Lakini kama kituo kitakuwa karibu, wale ambao wanahamasisha pale watawaambia sababu ya nini wao kwenda kuhakiki daftari na kuhakiki majina yao na kujiandikisha kwa wale ambao bado hawajajiandikisha. Tutafanya hamasa sana tu, tutakwenda nyumba hadi nyumba kwenda kuhamasisha. Lakini natamani leo, kwa sababu ndio tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu, na nyie mfanye hamasa kwa kupita kuanzia sasa. Muanze kupita kwenye vitongoji, vijiji, kuwaeleza watu. Kuna watu wengine kweli tutaenda kuhamasisha, lakini kuna watu wengine hawatafikiwa. Kuna ambao hawatafikiwa kwa sababu ya umbali ulivyo. Lakini magari yakipita yakahamasisha, kwa tukasaidiana wote kuhamasisha. Manake uhamasishaji tu ndio utakao tusaidia sisi tukaboresha ile daftari au tukafanya uchaguzi ukawa vizuri zaidi. Na mimi natamani uchaguzi huu ufanyike ili tushinde kwa 100% katika wilaya ya Monduli. Na mimi natamani tufikie lengo la uboreshaji kwa 100%. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Emmanuel Nitalani, ni afisa mtendaji wa kata ya Isilalei. Katika daftari la kudumu la wapiga kura tumejiandaa vizuri katika kata yangu kwenda kuhamasisha wananchi wajitokeze vyema na wajitokeze kwa wingi katika kuboresha taarifa zao ili waweze kupata fursa ya kupiga kura kwa mwaka huu wa 2025 kuchagua viongozi wao. Na tumeshajipanga vizuri, tumeenda kuwahamasisha viongozi waende kuhamasisha wananchi, lakini pia tuna mpango wa kwenda kuhamasisha madhehebu ya dini mbalimbali, kuandika barua na kuweza kuhamasisha viongozi wa dini kwenda kuambia wananchi fursa hii ya awamu ya pili ya uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Na nina imani kwamba katika kata yangu ya Isilalei wananchi watajitokeza kwa wingi katika kujiandikisha kupiga kura. Na ninaamini na nina imani ya kwamba kwa ushirikiano mzuri wa viongozi wanaoongoza wilaya Monduli pamoja na viongozi wanaoongoza sehemu mbalimbali za wilaya Monduli,
wananchi ambao hawakupata fursa kwa awamu ya kwanza kujiandikisha wataenda kupata fursa ya kujiandikisha kwa awamu ya pili na watajitokeza kwa wingi. Asante sana.